Mtazamaji, ni wakati mwingine tuko hewani. Leo ni tarehe 6 mwezi Novemba mwaka 2025, nikitumai kwamba ubuheri wa afya popote pale ulipo. Tumekuandalia taarifa zifuatazo. Wakenya watakiwa kuandikisha jamaa zao walio Tanzania, huku Umoja wa Afrika ukisema uchaguzi haukuwa huru. Mashirika ya haki yana wasiwasi kuhusu vifo kwenye seli za polisi, watu 17 wakiuawa mwaka huu pekee. Watu 6 zaidi wakamatwa kwa udanganyifu kwenye mtihani wa KCSE, waliokamatwa sasa wakifikia watu 45. Karibu kwenye taarifa zetu. Njoki Shege ananisaidia kwenye matangazo haya akitumia lugha ya ishara. Serikali imethibitisha kuwa Mkenya mmoja aliuawa nchini Tanzania wakati wa machafuko ya baada ya uchaguzi nchini humo. Katibu wa Wizara ya Mashauri ya Kigeni Dr. Raymond Omolo aidha amesema serikali inafanya uchunguzi wa kina ili familia ya marehemu John Okoth Ogutu aliyekuwa akifanya kazi Tanzania kama mwalimu inapata haki. Wakati huo wizara hiyo imewahimiza Wakenya walioko na jamaa zao Tanzania kuandikisha jamaa zao. Ben Kirui anatuanzishia taarifa zetu. Kwa mara ya pili wiki hii, familia ya marehemu John Okoth Ogutu ilirejea katika ubalozi wa Tanzania hapa Nairobi, ikitumai kupata taarifa za kuwatuliza mioyo ya kusafirishwa kwa mwili wa mpendwa wao. Hata hivyo, matumaini hayo yalizimwa tena. Tumewasilisha mabarua zake kwa government, bado hatujapata suluhisho yoyote. Wenye tulikuwa tuna communicate nao pia kutoka huko, sasa communication imekatika kabisa. Tangu nilete barua Monday kwa ofisi ya High Commissioner ya TZ, mpaka saa hii walituchukua namba yangu, mpaka saa hii hakuna nini yote wamewasa tupigia watujulishe kuhusu maneno ya TZ kama mwili imepatikana ama bado. Hakuna, vile tulimletea hiyo nini amenyamaza. Majonzi ya familia yakizidishwa na video waliopokea wanayodai kutumwa na mwalimu mwenzake Ogutu katika shule alikohudumu jijini Dar es Salaam. Video hiyo ambayo bado haijathibitishwa inaonekana kumwonyesha mwalimu huyo wa miaka 33 akiwa amelala kwenye damu. Huyu ni mwalimu kama hajakufa, ni huyu, na bado ni huyu. Unaweza angalia hiyo nini sura mzuri. Na hii ndiye clip tulipata ya mwisho kama tayari ameuliwa. Shinikizo kutoka kwa wanaharakati wa haki na baadhi ya wabunge lilisukuma serikali ya Kenya Alhamisi kuvunja kimya chake na kudhibitisha mauaji hayo yaliyotokana na machafuko ya baada ya uchaguzi nchini Tanzania. We want to know the diplomatic and consular interventions undertaken by the government of Kenya to ensure prompt, transparent and independent investigations into the killing and to secure justice for the deceased and his family. We are doing what it takes to be able to make the necessary arrangements for making sure that that particular case is handled in a manner that is respectful. Aidha, Wizara ya Mashauri ya Kigeni kupitia taarifa imetaka familia za Wakenya walio Tanzania na mataifa mengine na wanaohisi kuwa hatarini kuandikishwa. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Wachunguzi wa muungano wa Umoja wa Afrika sasa wanasema kuwa uchaguzi wa Tanzania haukuwa huru na haki. Ripoti ya umoja huu wa AU inasema kuwa uchaguzi huo ulikumbwa na udanganyifu uliompa Rais Samia Suluhu Hassan ushindi mkubwa. Na kama Brenda Wanga anavyoarifu, ripoti inaangazia kesi za kujaza madebe ya kura, kuzimwa kwa mtandao na utekaji nyara kwa baadhi ya mambo yaliyotia doa uchaguzi huo. Naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea. Siku chache baada ya uchaguzi wa Tanzania uliompa Rais Samia Suluhu Hassan ushindi mkubwa, ripoti za wachanganuzi wa uchaguzi huo umeendelea kuukosoa. Ripoti ya punde zaidi ni ya ujumbe wa Muungano wa Umoja wa Afrika inayoonyesha kwamba mandhari nchini Tanzania kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo hayakuwa mwafaka kuhakikisha kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki.
Muungano wa Afrika vilevile unasema kwamba uchaguzi huo unaosemekana kumpa Rais Samia ushindi wa 98% ya kura zilizopigwa haukuwashirikisha wapiga kura wengi, huku vituo vingi vikiwa na idadi ndogo sana ya wapiga kura. Vilevile wapiga kura wengi waliruhusiwa kupiga kura bila ya kujitambulisha ipasavyo. Mbali na hayo, ujumbe huo unasema kwamba kuna vituo kadhaa vya kupiga kura ambako wapiga kura walipewa zaidi ya karatasi moja ya kupiga kura, haswa katika uchaguzi wa urais. Hatua ya serikali ya kuzima mitandao ya kijamii pamoja na kudhibiti vyombo vya habari nchini Tanzania pia imekashifiwa na ujumbe huo wa Muungano wa Afrika unaosema kwamba hali hii iliwanyima wananchi fursa ya kufuatilia matukio ikiwemo shughuli ya kuhesabu kura. Pia ujumbe huo umesema kwamba katika baadhi ya vituo vya kupiga kura, hesabu za kura hazikulingana. Ripoti hiyo ya awali ya AU inakubaliana na ile ya Muungano wa Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC iliyoikosoa Tanzania kwa kutofanya uchaguzi wa haki na huru. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen. Mtazamaji, niwe radhi, hapa awali nimemtaja Katibu Raymond Omolo kama katibu katika Wizara ya Mashauri ya Kigeni, lakini ni katibu katika Wizara ya Usalama wa Kitaifa. Kwingineko ni kwamba shirika la kutetea haki za kibinadamu la IMLU sasa linasema Wakenya zaidi wameendelea kuuawa kwenye seli za polisi, huku visa 17 vikichunguzwa mwaka huu pekee. Ripoti hiyo pia imesema kuwa wengine 59 waliuawa na polisi kwenye visa vya utumizi wa nguvu kupita kiasi. Aidha, shirika hili sasa linataka serikali kueleza ni kwa nini imeendelea kufumbia macho visa hivyo, kama anavyotuarifu sasa Willy Lusige. Makovu ya maafisa wa polisi kwa wananchi yanaendelea kuongezeka kwa kiwango cha kutisha. Ripoti ya vifo vya Wakenya vilivyotokea seli kwa mara ya kwanza imeonyesha takwimu za kutisha na kuibua maswali mengi. Ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu IMLU inaonyesha kwamba katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita watu 17 wamefariki wakiwa korokoroni, huku uchunguzi wa maiti ukionyesha vifo hivyo vilisababishwa na maafisa wa polisi. Kenya is witnessing and has witnessed a deeply troubling rise in deaths occurring in police custody. Between 2024 and 2025 alone, IMLU has documented 17 cases of deaths in custody. These deaths were reported in police stations, remand facilities. Vifo hivyo viliripotiwa katika kaunti 10 nchini. And these counties include Nairobi, Nakuru, Murang'a, Siaya, Mombasa, Kakamega and Busia. Ripoti hiyo pia inaonyesha kulikuwa na njama za serikali kuficha vyanzo vya baadhi ya vifo hivyo vinavyohusishwa na polisi, huku familia nyingi zilizoathirika bado zikisubiri kupata haki. Causes of death range from cardiorespiratory failure, a cardiogenic shock due to multiple injuries, suggesting different things that include physical assault, asphyxiation and hanging. In some cases, pointing towards possible staging of suicide. Uchunguzi huo pia umethibitisha kuwa licha kutokuwa kizuizini cha polisi, Wakenya wengine 56 walifariki kutokana na maafisa wa polisi kutumia nguvu kupita kiasi. Despite the existence of the National Coroner Services Act, which mandates the establishment of an independent agency to investigate and clear or reportable deaths, its operationalization has been delayed. What we have seen in Kenya, the level of documentation is below the level that is accepted by international standard and aforementioned Minnesota Protocol. Serikali sasa inatakiwa kutekeleza sheria hiyo mara moja, pamoja na kuwachukulia hatua kali walohusika, kwani idadi ya vifo hivyo inaendelea kuongezeka kwa kasi. Willy Lusige, Runinga ya Citizen, Nairobi. Chama cha ODM sasa kinaitaka serikali kuharakisha fidia kwa familia zilizowapoteza wapendwa wao wakati wa maandamano nchini. Aidha, katika hafla ya kumkumbuka hayati Raila Odinga iliyoandaliwa eneo bunge la Awendo, viongozi wa ODM wamesema kuwa japo kuna kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga jopo lililobuniwa na Rais William Ruto, mahakama iweke haki ya waathiriwa mbele ili familia hizo zipate fidia kwa haraka. Stephen Leto anatuarifu zaidi. Kikosi cha chama cha chungwa kilitua eneo bunge la Awendo
Gavana Ochilo Ayako wa Migori na mbunge wa Awendo Walter Owino wakiwa wenyeji wa maelfu ya wanachungwa waliofika kumkumbuka kinara wao hayati Raila Odinga katika uwanja wa Soni. Sombo la fidia kwa waathiriwa wa maandamano kuanzia mwaka wa 2017 likitawala hapa, huku viongozi wa ODM wakiitaka serikali kutekeleza ajenda 10 iliyotiwa sahihi na Odinga. Na mimi nataka niombe our courts, our judiciary, our people who are hurt, the victims of post-election issues are waiting, wanangoja compensation. Na baba pamoja na the president, they put together the committee under Professor Makau Mutua to handle compensation. Watu wakaenda mahakama wakasimamisha hiyo maneno. Mimi naomba mahakama imalize hiyo kesi haraka, ili vijana yetu ambayo wameumia hapa Migori, wameumia Homa Bay, wameumia Kisumu, wameumia Siaya, wameumia Mombasa, wapate pesa yao. Wabunge wa ODM waliofika hapa wakiahidi kuwa wataharakisha uidhinishaji wa bajeti ya ziada ambayo itawapa pesa za fidia kwa waathiriwa. Mahakama Kuu ya Kerugoya ilizuia kwa muda serikali kutekeleza utoaji fidia. Wale wanatuimbia 2 term ama 1 term, our 2 terms will be based on how the promises that we have been given will be implemented. I and John Mbadi, we have agreed. Once they tell us that this is the amount of money that is required to compensate our people, we will be able to do our part and be able to avail the resources. Kaimu kiongozi wa chama hicho Daktari Oburu Oginga aliwataka wenyeji wa Migori kukuza chungwa na kukumbatia utamu wake hadi uchaguzi wa mwaka wa 2027. When it came to party and people issues, Raila had no compromise. When it came to issues ambayo inahusu wananchi, Raila hakukuwa na compromise yoyote. Baba started ODM, and ODM means Orange Democratic Movement. Underline the word movement. Stephen Leto, runinga ya Citizen. Naye kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka leo amezuru kaburi la hayati Raila Odinga katika shamba la Kang'o ka Jaramogi, kaunti ya Siaya. Kalonzo akirejelea usuhuba wake wa karibu na marehemu Raila, wakiwa wandani wa kisiasa na marafiki wa dhati. Mjane wa Raila Odinga, Aida Odinga, amesema kuwa urafiki kati ya Kalonzo na hayati Raila hauwezi kamwe kufutika, kama Melete Oletenges anavyoarifu. Ng'ombe wapatao 100 ndio walioongoza msafara wa kinara wa Wiper na wandani wake kuingia Kang'o ka Jaramogi, ikiwa ni zawadi kwa familia ya Raila Odinga wanapoomboleza kifo chake. Kalonzo Musyoka pamoja na viongozi wa Wiper na baadhi ya viongozi kutoka maeneo ya mlima walionekana kufuata mila na desturi za jamii ya Luo katika kumuomboleza rafikie na mwandani wake wa kisiasa kwa miaka mingi. We're very happy to have you guys here, especially today, which is one of the hottest days. Sijui kama Wakamba mlipanga hivyo ama. Hapa kumbukizi kati ya Raila Odinga na Kalonzo zilitanda, hususan kuhusu ukaribu wao wa kisiasa, ambapo Kalonzo Musyoka alimuunga mkono Raila Odinga mara 3 katika azma yake ya kugombea urais, mara 2 akiwa mgombea mwenza mwaka 2013 na 2017. We were in the trenches. We said resist. Raila Odinga will be more powerful in death, I repeat, than when he was alive. Because he inspired the young Kenyans. He inspired the Gen Zs. Honorable Kalonzo Musyoka has been a friend of Baba for many, many years. And that friendship cannot be wiped out. Kufuatia madai kwamba baadhi ya viongozi huenda wakazuiliwa kuzuru kaburi la Raila Odinga huko Bondo kutokana na tofauti za kisiasa, Kalonzo Musyoka amewarai wakazi wa Bondo na jamii ya Odinga kuwapokea Wakenya wote, akisisitiza kuwa Raila alikuwa kiongozi wa taifa. I know that the Kikuyu Nation, for example, will come. Our brother Rigiji would want to come. And those who spoke badly spoke for themselves, and others will come. Only those who love us, only those who love Raila Odinga, they are the ones who come here to the funeral.
And for that, I'm very grateful. I know some people would like to mix it with politicians, with politics. Personally, I'm not a politician. My husband was a superb politician, not me. So don't expect me to bring in any politician. Viongozi wameendelea kumuenzi hayati Raila Odinga kwa uongozi wake, busara na mchango wake kwa taifa, huku wakiendelea kuifariji familia yake. Melita Oletenges, Runinga ya Citizen. Watu 6 zaidi wamekamatwa kwa kuhusika na wizi wa mtihani katika maeneo mbalimbali humu nchini. Visa hivi vya hivi punde vikiripotiwa katika kaunti za Pokot Magharibi, Bomet na Garissa, huku idadi ya jumla ya waliokamatwa ikifika watu 45. Walionaswa kwenye kesi hizi za udanganyifu wakijumuisha wasimamizi wa mitihani, walimu pamoja na wanafunzi. Seth Olale ana taarifa kamili. Washukiwa 6 zaidi wamekamatwa na kuzuiliwa na maafisa wa upelelezi kutokana na madai ya ulaghai wa mitihani ya kitaifa katika kaunti za Bomet, Garissa na Pokot Magharibi. Katika kaunti ya Pokot Magharibi, wasimamizi 4 wa mtihani wamekamatwa katika kituo cha mtihani cha Kapchemogen. Tony Rangu, Christina Ker, Brendan Porit na Joel Nguratindo wanachunguzwa na idara ya upelelezi DCI kutoka kituo cha polisi cha Kapenguria. Katika kaunti ya Bomet, maafisa wa DCI walimzuia mwanafunzi kutoka shule ya sekondari ya Oreyet Mixed Day eneo la Chepalungu. Katika kaunti ya Garissa, Eric Ouko alikamatwa na maafisa wa DCI kutoka Dadaab katika shule ya sekondari ya Liban baada ya kuwalaghai wasimamizi wa mtihani kuwa yeye ni afisa kutoka NEC. Kufikia sasa, idadi ya waliokamatwa kutokana na ulaghai wa mitihani ya kitaifa imefika 45, huku Wizara ya Elimu ikiona dhidi ya ukiukaji wa sheria. Seth Olale, Runinga ya Citizen. Aliacha masomo yake baada ya kukosa uwezo wa kuendelea na masomo miaka 11 iliyopita. Ila sasa Janet Marianchana, ambaye sasa ni mama ya watoto wawili, amerejea kufanya mtihani wa kitaifa wa KCSE na ni miongoni mwa watahiniwa wanaofanya mtihani huo unaoendelea. Na kama Crispin Otieno anavyoarifu, Janet anasema bado ana ndoto ya kuwa daktari siku moja. Alhamisi alfajiri tulifunga safari kutoka mji wa Kisii kuelekea mpaka wa Kisii na Nyamira katika kijiji cha Miriri, Kitutu Masaba. Hapa tunakutana na Janet Mariachana, mama ya watoto wawili, akijiandaa kwa mtihani, akidurusu vitabu vyake. Kando yake ni wanawe wawili. Janet mwenye umri wa miaka 29 ndiye mama na baba hapa. Kando na kuwa mtahiniwa wa kidato cha 4, alilazimika kusalia nyumbani takriban miaka 11 baada ya kukosa karo ya shule, lakini leo anajivunia jitihada zake. Maisha imekuwa na challenges hadi sasa. Wakati huu kama nimejifungua watoto wawili, nikaona ni vizuri nirudi shule nikapate cheti changu. Kwa vile Kenya hii kwa saa hii masomo ndio kila kitu. Janet amewaandalia wanawe chakula cha siku nzima, kwani mchana kutwa atakuwa shuleni. Nikilemewa saa zingine naelewa, tunaweza kunywa hata maji, watoto wangu wanaelewa na maisha inaendelea. Niliona lazima nitengeneze pia maisha ya watoto. Ninaendelea kutengeneza yangu pia, but nikaona ninadhuru watoto. Ndio nikaamua sasa nikuje nikae na watoto wangu nikiwatayarisha wakienda shule, pia tunajitayarisha tunatoka zote. Ingawa ako na watoto, mama anachikakamua vilivyo. Baada ya shughuli za nyumbani na kuwatayarisha wanawe, safari ya kuenda shule umbali wa kilomita 5 inaanza. Ndani ya shule ya St. Andrews Nyabigege, matayarisho yamechacha. We understand that this is a matter of do, and this is somebody who has shown that this is hard working in class. He has been attending lessons. Janet atakuwa miongoni mwa wanafunzi wa mwisho kufanya mtihani huu, kwani serikali imepiga marufuku mtihani wa KCSE mwaka ujao.
Wanasema penye nia pana njia. Janet anapoendelea kufanya mtihani wake wa kitaifa, anatumai kwamba ipo siku ndoto yake ya kuwa daktari itakuja kutimia, licha ya changamoto ambazo amekuwa akipitia kwa takriban zaidi ya mwongo mmoja. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, katika shule ya upili ya Mseto ya Nyabigege. Taarifa yake Crispin Otieno inatukamilishia awamu yetu ya kwanza hapa Nipashe, lakini usiondoke hapo ulipo, tunarejea na taarifa zaidi. Karibu tena. Mtoto wa miaka 3.5 ameteketea hadi kufa katika kijiji cha Hairiga, eneo bunge la Nyeri mjini, baada ya moto asubuhi ya leo kuteketeza nyumba 10 za kukodisha. Kulingana na walioshuhudia, moto huo ulianza kwenye chumba alichokuwa mtoto huyo na babake na kisha kuenea kwa kasi na kuteketeza nyumba zaidi na mali. Kamanda wa polisi Nyeri ya Kati, Andrew Mbogo, amesema chanzo cha moto huo bado hakijabainika, ila uchunguzi umeanzishwa. Babake mwenda zake aliyepata majeraha ya moto anaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Nyeri. Tulikuwa kwa nyumba, sasa hatuwezi jua njoo. Sasa unajua ni mtoto alitokea tu, akakuja, akatuambia kuna moto. Sasa sisi kutoka tukakuta nyumba ya kwanza ni moto, ya pili ni moto. Sisi hatukujua ni nini. Nilijaribu kupiga nduru, nikapiga nduru. Majirani wao walikuja, lakini tulitoa kitu kidogo sana. Kuna mtoto ambaye ameshomekea ndani, na hiyo ndio imetufanya tuwe na mshtuko hata zaidi, kwa sababu vitu watu wanaweza shanga na nini ama wapate jingine, lakini hiyo tumelusu mtoto imetufanya tusikie vibaya sana. Mwanzilishi wa kanisa la Zion Fire Anointing Ministries eneo la Changamwe katika kaunti ya Mombasa hii leo ameandikisha taarifa na polisi kwa tuhuma za kuendesha mafunzo potofu ya kidini. Elizabeth Kadori amekana madai kujihusisha na itikadi hizo za dini na kuachiliwa kwa dhamana ya polisi. Aidha, washukiwa wengine wawili bado wanazuiliwa, kama Francis Mtalaki anavyoarifu kutoka Mombasa. Akiandamana na mawakili wake Elizabeth Kadori, mwanzilishi wa kanisa la Zion Fire Anointing Ministries Changamwe, kaunti ya Mombasa, ulifika kituoni baada ya makachero wa DCI kuamuru kufika ili kueleza anachofahamu kuhusu madai ya kujihusisha na itikadi kali. Nje, wafuasi wa kanisa hilo walikuwa wakisubiri kufahamu hatma ya kinachoendelea. Dakika chache baada ya saa 12 jioni, Elizabeth Kadori alitoka na kuwahutubia wafuasi wake akikana madai ya kujihusisha na dini potovu, badala yake akiwataka maafisa wa polisi kutoa ushahidi dhidi ya tuhuma hizo. Nimeeleza polisi kwamba pale tunaabudu Mungu wa kweli, hatuna itikadi kali tunaifundisha watu. Tunawafundisha katika misingi ya imani ya Bible na tunamwamini Yesu, na walisema mtu akiombewa anaomba pesa. Nikawaambia watu wanaikuja pale ni wenye shida, hawana chakula, hawana kitu, unaombewa, ukibarikiwa unakuja unamtolea Mungu sadaka yako. Maafisa wa polisi kwa upande wao wanasema bado wanaendelea na uchunguzi. Washukiwa wawili waliokamatwa wameachiliwa na polisi baada ya kukosa kufikishwa mahakamani hii leo. We shall continue to check up and confirm that the police follow the rule of law. Yes, as we speak right now, there are no more arrests. There are 2 congregants who had been arrested, but as we speak right now, we confirm that they have been released as investigations are continuing to be dealt with by the police. Zaidi ya watu 20 wakiwemo watoto walitolewa kutoka kanisa hilo walikonaswa kwenye hali tata ya kujitenga. Afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma imeitisha stakabadhi za kesi hiyo kabla ya kuamua iwapo watashtakiwa rasmi au la. The DCI's office have informed her that she can continue with her worship. The church can continue. The members of the church can continue to worship in the church, and there is no more frustrations, and they shall not be deprived of their right to worship. Kwamba niweze kujua ukweli ni nini, ule ukweli utakayotokeza na dunia ijue kwamba that church is serving the real God na misingi yake ni ya Bible na tunamuomba Yesu anayekaa mbinguni. Baada ya kuachiliwa kwa dhamana ya polisi, mwanzilishi wa kanisa hili sasa atahitajika kuripoti tena wakati wote makachero wa DCI watakapomhitaji tena katika kituo hiki cha Changamwe. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.
Na msafara wa Jipange na Viusasa umeingia siku ya pili katika eneo la Magharibi ambapo ujumbe wa Viusasa umezidi kupokelewa vyema na wakazi. Kampuni ya Royal Media Services imeshirikiana na Viusasa kufanikisha maadhimisho ya miaka yake 8 tangu kiunzi hicho kuanza kupeperusha vipindi vya kusisimua mtandaoni. Kwa shilingi 50 tu, Wakenya wana fursa ya kujiunga kwenye jukwaa la Viusasa na hata kupata nafasi muro ya kujishindia hadi shilingi milioni 2. Mama kazi yao ni mimi tu, ni mimi. Faidika na Viusasa, watanisupport kwa muziki wangu. Hapo nitafurahia sana. Tumepatana na a lot of our subscribers ambao wanajisajili kwenye Viusasa, na pia tumeweza kukutana na a lot of content providers. Other than just to award our loyal subscribers, tuko hapa kutafuta content providers mashinani. Tumekuwa na content providers wengi sana Nairobi, lakini sasa tumekuja nyumbani kutafuta content providers. Taarifa yetu ya spoti ni hivi punde. Na kwenye taarifa yetu ya spoti ni kwamba timu 12 zilijitosa ukumbini hii leo wakati ligi ya wanaume ya shirikisho la volleyball la Kenya likianza tena na mechi 6 kwenye ukumbi wa mazoezi wa ndani huko Kasarani. Mechi 2 za mwanzo ziliwapa mashabiki burudani tele zikiisha na matokeo sawia ya seti 3-2. Timu ya huduma kwa vijana ikisukuma Magereza ya Nairobi kabla ya kupoteza kwa seti 3-2. NYS ilishinda seti ya kwanza 25-18 kabla ya Magereza kushinda seti 2 zilizofuatana 21-25 na 22-25. NYS ilishinda seti ya 4 25-20 lakini ilitolewa 18-16 katika seti ya mwisho. Eldowas Water kutoka Eldoret iliwapa Polisi wa Utawala kibarua kigumu katika mechi ya pili siku ya pili kabla ya kupoteza 3-2. AP ilichukua seti 2 za kwanza 21-25 na 21-25 na kisha niwe radhi kuiruhusu Eldowas kurejea kwenye mchezo. Timu ya Eldoret ilishinda seti 3 na 4 36-34 na 25-20 lakini ikapoteza seti ya maamuzi 11-15. Sawa, sababu tulikuwa tumejiandaa vilivyo. Kutoka kwa mistakes ndio tulifanya set 1 na set 2. Tulikuja kulearn wao. Na nikapata kwa substitutions nilienda kufanya ndio nikaenda nikapata line up nzuri. Yes. Na mtazamaji, hatuna la ziada. Nasema asante sana kwa kutazama hadi wakati mwingine. Usiku mwanana, lakini usisahau kutazama taarifa hizo na nyingine nyingi mwendo wa saa 3 usiku. Kwa heri kwa sasa.